Naam, Bwana Yesu asifiwe sana. Uko nami Profesa Bishop Kaengera, mwalimu wa Chuo Kikuu cha Kiroho cha Viongozi Tanzania na profesa wa chuo hicho. Nina neno kwa ajili yako, na neno hilo nataka tuliangalie kutoka kwenye mantiki ya Agano Jipya. Haleluya! Tuliangalie kwenye mantiki. Naposema mantiki ya Agano Jipya, manake inamaanisha ukweli halisi wa kimsingi wa Agano Jipya. Na ninachotaka kusema hapa kutoka kwenye mantiki ya Agano Jipya ni ndoa. Niliwaambia kwamba kwenye Biblia neno ndoa limetajwa mara moja tu. Neno ndoa limetajwa mara moja kwenye Bible, na imetajwa tu pale aliposema ndoa iheshimiwe na watu wote na malazi yawe safi na kadhalika. Sasa neno ndoa kwa kutajwa mara moja lina maana kubwa sana katika maisha ya binadamu. Maana yake kile unachokiita ndoa mara nyingi huwa sio ndoa. Sawa Kwa mfano, kuna watu wanasema aliposema ndoa iheshimiwe na watu wote, alimaanisha kwamba kwenye mfumo wa kuoa lazima kwenye kuoa na kuoana kuwe na hali ya heshima, shamla watu wale chakula, watu ndo heshima hiyo. Haikumaanisha hivyo. Ndoa kuheshimiwa na watu wote maanake ni maisha ya watu wawili ambao wanaishi pamoja tayari na maisha yao yawe ushuhuda. Ndio maana ya ndoa kuheshimiwa na watu wote, sio kile kitendo cha shamla za harusi. Unajua nataka kusema nini? Nataka kusema hivi someni Biblia, marafiki zangu, kaka zangu, dada zangu, mama zangu, baba zangu, someni Bible. Kwenye Biblia hakuna ulazima wa mtu kufunga kile wanakiita kufunga ndoa. Hicho kitu hakipo, wapendwa. Yaani iko hivi, wewe unapooa kwa maana ya kupata ridhaa ya wazazi, umeoa tayari. Yaani umeoa tayari. Utaratibu wa kumiliki vyeti ni utaratibu wa kisheria tu, kwamba utaenda serikalini, utanunua vyeti, utakuwa na vyeti vya ndoa. Lakini ndoa kama ndoa sio shamla za sherehe. Nataka kusema nini? Nataka kusema hivi, kwenye kanisa hili ninalosimamia, wewe unapofika saa ya kuoa, unapotafuta mke umempata, mkaridhiana na wazazi, hata kama mkichukuana tu kwa kibali cha wazazi, mkachukuana tu bila hata harusi yoyote, sisi kanisa hiyo ndoa tunaitambua, ili tu wazazi watambue kwamba fulani ameolewa na fulani. Hiyo ni ndoa inayoeleweka kikanisa kabisa, na tunakubariki vizuri. Kwa hiyo sasa pale kuna A, B. Kuna A, kuoa mke mmoja, B, kuoa wake zaidi ya mmoja. Hizo zote Mungu anazitambua, lakini Paulo hakuzitambua. Paulo tu, ujue ni Paulo tu hakuzitambua ndoa za wake wengi. Ni Paulo tu. Kama vile ambavyo Paulo hakutambua wanawake kuwa wachungaji, hakutambua. Ni Paulo tu. Na pia Paulo hakutambua wanawake hata kuongea kanisani au kujipamba. Hicho kitu hakukitambua na hakutaka. Ndivyo pia ambavyo hakutambua pia mwanaume kuwa na wake zaidi ya mmoja. Ndio maana pia alikuwa anashauri hata watu wasioe wawe kama yeye. Sasa kama unapenda mawazo ya Paulo au maoni ya Paulo ya kuoa mke mmoja, tembea hivyo hivyo na mawazo yake. Na kama utapenda mawazo ya Paulo ya kutokuoa, uwe kama yeye, tembea hivyo hivyo na mawazo yake. Kama utapenda mawazo ya Paulo ya kufunika vichwa, usitembee kichwa wazi, tembea hivyo hivyo. Kama utapenda mawazo ya Paulo, yani maoni ya Paulo ya kuto kujipamba, tembea hivyo hivyo. Ni maoni tu. Na kama utapenda pia maoni ya Paulo ya kuto kunena kwa lugha zaidi ya watu watatu, tembea hivyo hivyo. Lakini nataka nikwambie, makatazo yote aliyoyasema Paulo kwenye Agano Jipya kwamba kuoa wake zaidi ya mmoja hairuhusiwi, ni maoni yake tu, kama alivyotoa maoni mengine. Kwa hiyo unaoa mke wa pili au wa tatu kwenye kanisa hili, unabarikiwa madhabahuni. Kinachofuata tu ni wewe kwenda kuchukua vyeti vya kisheria serikalini,
maisha yanaendelea. Tembelea YouTube yetu, andika Saa ya Uzima wa Roho. Karibuni sana kwenye kanisa hili ambalo limekuwa baraka kwa watu wengi. Asante.